Karibu mtazamaji, niweze kukujuza yanayojiri katika ulingo wa kisiasa na ni kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa nchini Tanzania. Bonyeza alama ya like na subscribe ili kujuze kwa undani. Na unapoona kwenye mwanzo wa hii video ni maandamano ambayo yalifanyika na iliongozwa na viongozi wa dini kadhaa, na walikuwa wanaongoza maandamano ya amani na walikuwa wanaombea taifa ya Tanzania kuwepo kwa amani siku ya tarehe 29 mwezi huu, yani siku ya uchaguzi mkuu. Na walikuwa wanaombea amani kwa maana kumekuwa na arifa na pia utabiri kadha wa kadha kuwa hiyo siku itakuwa siku mbaya zaidi, kwa maana kutakuwa na maandamano ya Gen Z dhidi ya uongozi mbaya, utekaji nyara, ufisadi ambao umekuwa ukiongezeka nchini Tanzania, na pia kutokana na Humphrey Polepole kutekwa nyara, na pia hadi wa sasa hajulikani halipo. Na viongozi hao wa kidini wamehimiza jana kutojishirikisha na maandamano siku hiyo na kuwa ikuwe siku ya amani, lakini viongozi wa upinzani wamesisitiza kuwa hiyo siku itakuwa siku ya maandamano ya kufana, na pia wanajeshi pia kunao ambao wamesema wataungana na wananchi wa kawaida, raia wa kawaida unga na maandamano siku hiyo. Kumbuka serikali ya Tanzania kupitia mkuu wa majeshi amesema kuwa Watanzania wasiweze kutishwa na kuwa ni vitisho ambayo wameweza kupewa ili wasiweze kuja kupiga kura tarehe hiyo 29. Lakini tuweze kuangalia maoni kama haya. Huyu amesema sinywi pombe ila naamini siku Samia atakufa nitakesha kulewa pombe, I swear. Na ni baadhi tu ya maoni ambayo Watanzania wanaendelea kuandika kuhusiana na uongozi wa Samia Suluhu, na pia kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba. Na serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza kuwa hakutakuwa na maandamano siku hiyo, na Watanzania wanahimizwa wajitokeze kwa wingi ili waweze kupiga kura siku hiyo. Ila viongozi wa upinzani na pia wanaharakati wameweza kusisitiza kuwa siku hiyo itakuwa siku ya kuandamana, na wanajeshi pia kadhaa wameweza kusisitiza wataungana na wananchi ili kuandamana kwa uongozi mbaya wa Daktari Mama Samia Suluhu, utekaji nyara, ufisadi na pia uongozi mbaya ambao umekuwa ukienea nchi ya Tanzania.